jana nimeona pia na mchezo uliopita wa kimataifa pia Morris Abraham alikuwa anatoa darasa kidogo kwa Jean Charles Ahoua namna ambavyo nambari 10 anaweza akaoperate. Yes. Unaweza usiwe bora kwa namna ambavyo Jean amecheza kwa maana ya kwamba kutengeneza magoli moja kwa moja na kufunga moja kwa moja, lakini namna ambavyo nambari 10 anaoperate Morris Abraham jana ametoa hilo darasa kwenye dakika zote alizocheza. Kwa nini? Morris alikuwa ana uwezo wa kuisogeza timu kwenye kila maeneo ambayo timu inatakiwa kucheza. Timu inaweza ikawa upande wa kulia, akaona gap upande wa kushoto, akadrive, akahamisha mpira upande wa pili, timu ikaflow na ikatafuta lango. Alikuwa anaona nafasi za kucheza, akachukua mpira, akakokota, akasogea kwa kasi kabisa na utulivu hali ya juu. Anapunguza mtu wa kwanza, anampunguza mtu wa pili, na advantage ni kwamba kwenye kupunguza mtu, watu wao wanajua, ukipunguza mtu ina maana unapunguza wale watu ambao wanatakiwa kukaba kwenye maeneo, kwa maana ya mtu pinzani kwenda kukaba kwenye maeneo unampunguza, na kwenye kumpunguza unakuwa unamsababishia mpinzani wako kuto kukaa kwenye maeneo ambayo mpira unaweza kupita na kufikiria kuja kukukaba wewe ambaye upo na mpira. Ina maana unatoa option kwa wenzako kukaa kwenye maeneo sahihi, unatoa option pia wewe kucheza mpira kwenye zile space ama njia ambazo mpira unatakiwa kupita, kwa sababu huyo mtu hatofikiria njia ya mpira kupita, ila anakufikiria wewe kwa sababu amekuona unapunguza raia moja moja kulifuata lango lenu. Hiyo ndio namna ambavyo nambari 10 anatakiwa cooperate. Lakini shida kwa Morris kwenye mchezo wa jana ilikuwa ni kwenye final touch zake. Pale ndipo Ahoua alikuwa anachekelea. Yani unafanya vitu vyote hivyo, lakini faino yako ni nini? Pasi zake alikuwa anapiga nyingi ni either zinaishia njiani, nadhani kwa confidence ama fitness, ama alikuwa anapiga pasi zinakuwa yani pasi hazimfikii mlengwa. Yule mtu ambaye yupo kukabana na yule mtu ambaye alikuwa anatarajiwa kupeleka pasi anakuwa na urahisi wa kuichukua pasi tofauti na mlengwa wako. Yani mfano alikuwa anapunguza nafasi vizuri, lakini kumchungulia Mkwala amekaa eneo gani, akipiga pasi mtu ambaye anamkaba Mkwala alikuwa na uwezo mzuri wa kukaba pasi ambayo imepigwa kuliko Mkwala kuipokea pasi ambayo imetoka kwa Morris. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo nadhani akiyaboresha inawezekana akatengeneza nafasi nzuri sana. Kuna chance moja alipunguza mabeki wawili, akamwangalia Mkwala amekaa eneo gani, akapiga pinpoint eneo la katikati kati ya Mkwala na alipokuepo na upande wa pili ambako alikuepo Morris, alikuepo bwana mdogo beki wa kushoto wa Simba, lakini pasi ile ikaenda ikablokiwa, watu wakarudi ndani. Ilikuwa moja ya pasi nzuri sana. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo akiyaboresha nadhani pia Ahoua akiingia atakuwa anafikiria, na nadhani watu waliona first half na zile dakika kama 20 za kwanza ambazo Simba walicheza kwenye kipindi cha pili, namna ambavyo timu ilikuwa ina flow, namna ambavyo Namungo walikuwa wanahangaika kukaba mipira, na namna ambavyo eneo lile la juu lilikuwa bize. Ukimtazama yeye, ukimtazama Mkwala, ukimtazama Mutale, namna ambavyo walikuwa wanagongeana pasi, namna ambavyo walikuwa wanasogea eneo la mwisho, unaona kabisa kuna kitu fulani kwenye flow kinaanza kuja na watu wanasogea. Bahati mbaya tu Mpanzu hakuwa kwenye ubora wake. Kwa hiyo kuna pasi ambazo walikuwa wanagongeana watu watatu zinashindwa kumkuta yeye na anashindwa kufanya vizuri, lakini alivyoingia Jean Charles Ahoua kuna kitu kilipungua tena kwenye eneo la juu. Kupigiana pasi zile zilipungua. Yes, uwezo wa kusogea kwenye timu kwenye eneo la juu ulipungua, na hata ukiangalia goli ambalo amefunga Mwalimu lilikuwa ni goli ambalo limeanzia mbali. Kwa hiyo ni tofauti na mwanzo ambapo walikuwa wanasogeza timu viungo, wanafika mpaka kwenye boxi, wanatengeneza nafasi, lakini final pasi zao za mwisho, hata Mutale pia pasi ya mwisho ile kumaliza, sasa hii hapa ni ya kwenda kumaliza shambulizi, bado zilikuwa hazina madhara makubwa. Na ndio maana Mkwala alikuwa ni mtu wa kuzulula, atakuja eneo hili ataenda eneo hili, alikuwa hana kazi nyingi kwa sababu bado alikuwa hapati mipira ya mwisho. Kwa hiyo